Asante sana Babu, ulivyosema ni kweli. Tuko katika eneo hili la Bomas ambapo kumekuwa na shughuli chungu nzima, lakini badala ya kuweza kuzipata kuziona, imekuwa ni mikutano ya makamishna wa tume hii ya IEBC wakiwa na makamishna 7 wamekuwa katika vikao mbalimbali kuweza kujadiliana kuhusu matukio ambayo yanatokea katika taifa nzima, na wamekuwa wakisema kwamba kufikia sasa changamoto ambazo zilikuwa zimeshuhudiwa hapo asubuhi zimeweza kuondolewa, hususan akisema kwamba kufikia mwendo wa saa 8 hivi, hiyo ni kumaanisha dhuhuri hii, ni kwamba kulikuwa na watu takriban milioni 8 walikuwa wameweza kupiga kura kupitia vifaa 1025 ambazo zimeweza kuwasilisha matokeo ama kuwasilisha yaliyojiri kufikia wakati huo. Lakini itakumbuka kwamba kuna vifaa 40,883 ambavyo viko katika vituo vyote vya kupigia kura, lakini kufikia wakati wa saa 8 wako wameweza kupata ripoti kutoka vifaa vyote wakisema kwamba wataendelea kungojea kujua basi ni watu wangapi wameweza kujitokeza kupiga kura. Lakini pia kumekuwa na changamoto kama ulivyosema katika ripoti ambazo umetoka kutoka kwa wenzangu ambao katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na ni kwamba tumefahamu kwamba kama tukio lililotokea katika eneo la Embakasi ambapo kuna karani mmoja ambaye alikuwa ameweza kupiga muhuri katika karatasi za kupigia kura, akipiga upande wa nyuma ambao ulikuwa ni muhuri wa kusema kwamba ni rejected ballot ama ballot ambayo kura ambayo inafaa kukataliwa. Lakini huo ulikuwa ni mushkil, na makamishna wanasema kwamba waliweza kumfuta karani huyo kazi na kuweza kupata mwingine kuendelea kufanya kazi hiyo, na akisema kwamba hizo kura basi hazitakuwa zimepotea kwa kuwa zimepigwa huo muhuri upande wa nyuma, lakini karatasi ambayo inafaa kukataliwa wakati zinafanywa kuhesabiwa, wakiweza kubaini hii imepigwa nani ama hii imepigwa mtu yupi. Lakini kufikia sasa ni kwamba karatasi hizo zote zitaweza kuhesabika, lakini karani huyo ambaye alikuwa amefanya hayo makosa basi atachukuliwa hatua za kinidhamu kando na kuweza kuachishwa kazi. Lakini vile vile kumekuwa na masuala kadhaa katika kwa mfano katika eneo la Saboti ambapo kulikuwa na madai kwamba kulikuwa na karatasi za kupigia kura za urais ambazo zilikuwa tayari zimeweza kuwekwa ile alama ya kuhakikisha kwamba zinapigiwa kumchagua mtu fulani, lakini tume inasema kwamba karatasi hizo zilikuwa tu na alama za uchapishaji ambazo zilifanywa katika kile kiwanda cha Al Ghurair katika jiji la Dubai. Kwa hivyo si kumaanisha kwamba kuna watu ambao walikuweza kuhitilafiana nazo na kuweza kupiga kura kabla ya karatasi hizo kuweza kufika katika maeneo yale. Lakini pia kumekuwa na swala lingine Babu, kwamba katika maeneo ya Turkana, maeneo West, maeneo Loima katika kaunti hiyo ya Turkana kumekuwa na changamoto kwa kuwa katika Turkana kaskazini kwa mfano kuna vituo 4 ambavyo vikuweza kufungua shughuli za upigaji kura kwa muda uliofaa, na vile vile katika Turkana ya kati, Turkana magharibi na pia eneo bunge la Loima kama nilivyosema kulikuwa na vituo 8 ambavyo vilikuwa vimeweza kufungua shughuli ya kupiga kura. Lakini tume inasema kwamba ingawa lichelewa kwa takriban saa 8 hivi, lazima wote waweze kufidiwa na kupata wakati wa kutosha na muda wa kutosha kuendelea kufanya shughuli ya kupiga kura. Pia kulikuwa na tukio katika eneo bunge la Wajir Kusini katika kaunti ya Wajir, kwamba kulikuwa na kituo cha kupigia kura ambacho hakikuweza kupata karatasi za kupigia kura kwa muda unaofaa, na hivyo basi pia wao wataweza kupata muda zaidi. Kulikuwa na swali iwapo basi wataendelea kupiga kura hadi kufikia mwendo wa saa za usiku baada ya saa 6, basi itakuwa ni vipi wataendelea kufanya uchaguzi tarehe 9, ijapokuwa kwamba tarehe ambayo ilichapishwa ni tarehe 8 katika sheria za Kenya. Na wanatume mwenyekiti Wafula Chebukati anasema kwamba hiyo sio shida, kwa sababu uchaguzi ulikuwa unafaa kufanywa tarehe 8, na iwapo basi wapiga kura watakuwa wamefika katika eneo lile, basi wataweza kupiga kura hata ikiwa lazimu kuelekea hadi hapo kesho asubuhi. Kwa hivyo ni safari ambayo tunangojea kuona masaa kadhaa katika kuweza kuhakikisha shughuli hii inakamilika, na tuliweza pia kuuliza swali, basi kama kupiga kura inaenda kukamilika kwa muda wa dakika 12 hivi zinazosalia, basi tulikuwa tunauliza ni wakati gani tutarajie kupata matokeo kutoka vituo vya kupigia kura na hata kutoka maeneo bunge. Tuliambiwa kwamba Babu, hilo swali hawakuweza kugusia, lakini ikizingatiwa kwamba shughuli hii ya kuweza kutoa matokeo ya urais itawalazimu wote katika vituo vya kupigia kura waweze kufanya hesabu zao na kuwasilisha matokeo
matokeo hayo kupitia njia ya kielektroniki, na baadaye wale wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge wataweza kujumuisha na kutuma zile totals ama zile jumla za kura ambazo zimepatikana katika maeneo yale katika kituo hiki cha ujumuishaji kura. Kwa hivyo bado tunangojea kwa muda wa dakika 12 hivi tuweza kuona kana kwamba tutaweza kupata ripoti zozote, wakati wenzangu watakuwa wakisema kwamba vituo vimeweza kufungwa katika maeneo mbalimbali katika kaunti zote 47. Tuweza kukagua hapa katika Bomas of Kenya kuona ni vipi basi tunaweza kujua ni idadi gani ya vituo ambavyo vimeweza kufunga na shughuli ya kuhesabu kura itakuwa inaelekea vipi. Babu, huyo ni Sam Gituku kutoka makao makuu ya kuhesabia kura ya tume ya IEBC ambayo